أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومصطفانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته خلص المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى قيام يوم الدين. أما بعد، يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtukufu wa cheo na daraja bwana mtukufu Sayyidi wa Maulaya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tupo katika kueleza shahada ya Amiril Mu'minin Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu sharif. Bwana huyu tulieleza historia yake, namna alivyopigwa upanga akiwa kwenye kibla katika msikiti wa Kufa nchini Iraq, akiwa katika swala ya alfajiri. Twende kumzungumza bwana huyu kama sauti ya uadilifu. Tunapozungumza kuondokewa na Ali ibn Abi Talib alayhi salam, tunazungumza kuondokewa na sauti ya uadilifu katika umma. Moja katika maneno yake yasema, hata kama nitalazwa katika kitanda cha miba au nitaburuzwa katika ardhi ngumu kwa kosa moja tu, an asluba namla, kwamba nimpokonye sisimizi jalba shairin, nimpokonye sisimizi punje tu ya ngano aliyobeba, sitofanya hivyo. Katika baadhi ya maneno nasema, kama nitapata mali ya Waislamu imetumika pasi na halali, hata kama imeozeshewa mke, hata kama imemilikiwa mtumwa, nitairudisha kwenye Baitul Mali. Ndugu zangu, hakuna bwana mwadilifu kama huyu. Kadhia ya kifo chake itaambatana zaidi na usia wake, na ndio ambao tutataka tuangalie vizuri usia huu, ndipo tutakapogundua kwamba Ali ibn Abi Talib ni sauti ya uadilifu. Ukitaka uadilifu wewe, angalia matendo na kauli za Amiril Mu'minin alayhi salam. Lakini hebu niende kwenye turathi zake. Leo katika kumzungumza Sayyidina Ali ibn Abi Talib, tutazungumza katika hali ya kipekee sana. Lazima uanze na maneno yake mazuri ambayo ameyazungumza, alafu tuingie kwenye usia wake, kisha tueleze namna alivyoaga dunia. Katika mirathi nzuri alizotuachia Amirul Mu'minin, tena kwa kuienzi siku ya leo, mwezi 21 katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, asema Amirul Mu'minin, na haya maneno ndugu yangu yachukue na uishi nayo. Asema, ala laita sururu yadumu lakin dawamu alhali fi dunya muhalun, sayadhahaku mri'i hinan wa yabki walan yabqa alshababu wala aljamalu, kulluna nahwa almauti yamdhi kama tamdhi birihlatiha aljimalu. Maneno haya ndugu zangu yanaonyesha kwamba Amirul Mu'minin ameiaga dunia, na Mtume ameiaga dunia, na mimi na wewe ipo siku tutaiaga dunia.
Nikiyafasiri maneno haya, al-Imamu Ali ibn Abi Talib alayhi salam asema, ala laita sururu yadumu lakin dawamu lhali fi dunya muhalun. Tambueni enyi waja, lau ingekuwa furaha yaweza kudumu, lakini sivyo ilivyo. Kudumu kwa hali moja kwenye dunia ni jambo lisilowezekana. Dawamu lhali fi dunya muhalun, kudumu katika hali moja katika hii dunia, hilo jambo haliwezekani. Usitegemee kwamba wewe katika maisha yako yote utaishi ukiwa na furaha tu. Huo ulimwengu Mungu hajauumba. Yani wewe tangu umezaliwa ni wewe na furaha tu mpaka unakuwa. Hakuna siku utaudhiwa, hakuna siku utakosa unachokitaka, hakuna siku utaumizwa na jambo moja ama jengine. Dunia hiyo Mungu hajaiumba. Na haya maneno yanakufundisha usifadhaike utakapofikia kwenye hatua umeingia kwenye matatizo. Usifadhaike kwa namna hiyo ukaona kwamba kila siku ni wewe tu. Hapana. Dawamul hali fi dunya muhalun. Au umeishi kwenye furaha, siku umepata kijimtihani, basi unatoka kwenye dini kabisa na kukufuru Mungu. Kwa nini mimi? Imekuwa Mungu kama nimekukosea nini? Manadamu hatakiwi kuishi kwenye mazingira hayo. Ala laita sururu ya dumu, asema lau ingekuwa furaha yaweza kudumu, lakini wapi? Kudumu kwenye hali moja katika ulimwengu ni muhalo. Sayadhaku mri'un wa yabki walan yabqa shababu, katika baadhi ya maneno walan yabqa shibabu wala aljamalu. Manadamu atacheka punde na kuna muda mwingine atalia. Ndio maisha yetu yalivyo. Leo wewe usione umeonewa kwamba umepata tatizo basi ndio wewe umeonewa. Hapana. Kuna siku na wewe upata furaha. Je, kiwango kile ulicholia wakati umeonewa na kumlaumu Mungu ndicho kiwango ulichofurahi wakati umepata mazuri? Kwa hiyo atacheka mmoja wenu punde na atalia punde, kwa sababu la yabqa shibabu wala aljamalu, hakuna uzuri utakaobakia, wala aljimalu, wala hakuna ujana utakaobaki nao wewe, wala uzuri utakaobaki nao. Ishi kuwa kijana utakavyokuwa, lakini kuna siku mvi zitachukua nafasi yake, makunyanzi ya sura yatachukua nafasi yake, viungo vitainama na nguvu zitakupotea. Lakini uzuri uliokuwa nao kuna siku utapotea na utafunikwa na mchanga. Kwa hiyo lan yabqa shibabu wala aljimalu, hakuna ujana wala uzuri utakaobakia. Kisha asema kulluna nahwa almauti yamdhi kama tamdhi birihlatiha aljimalu, sote sisi tuelekea kwenye mauti kama vile ngamia wale wanavyoelekea kwenye misafara yao. Ukiona msururu wa ngamia umepangana, wanakwenda kwenye jangwa njia moja, wanaelekea sehemu moja, basi na sisi wanadamu tutambue kwamba na sisi tunaelekea kwenye kifo. Maneno haya mazito ishi nayo ndugu yangu. Hakuna maisha ya furaha ya moja kwa moja. Kudumu kwenye hali moja katika dunia ni jambo haliwezekani. Kuna siku utacheka na kuna siku utalia vile vile. Lakini hebu twende kwenye usia wa bwana huyu. Nimesema maudhui yetu leo tunamzungumza al-Imamu Ali ibn Abi Talib kuwa ni sauti ya uadilifu. Twende kwenye usia, ndio utakuja kugundua kwamba bwana huyu alikuwa ni sauti ya uadilifu. Kabla hajaiaga dunia, Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib amewahusia kwanza vijana wake wawili, Al-Hasan wal-Husayn. Na katika kila nukta utakayosoma katika maisha ya Ali ibn Abi Talib, chukua madrasa. Leo tumekuwa wachache sana wahusia katika maisha yetu. Ukishaona uko dhofu hali, hebu wakusanye vijana wako, zungumza nao, vijana wangu, ili na ili fanyeni, ili na hili na hili acheni, maisha yako kadha na kadha. Leo hatupo ndugu zangu katika ulimwengu. Mzee akiondoka anajua kwamba anaumwa, anaona kama kusema vile ni uchimvi. Hakuna mtu atabakia milele. Kuzungumza ukawaita vijana wako ukawahusia sio uchuro kama tunavyoita, wala si uchimvi. Kama zako zimeandikwa utakwenda tu. Ukishajiona hali yako ni mbaya, waweza kutamka, usingoje mpaka ukafungwa kinywa. Waite watoto wako, zungumza nao.
Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam akawaita vijana wake wawili kwanza, kisha akawahusia usia mzuri sana kabla ya watu wengine, akiwaambia, enyi vijana wangu, usikuma, na wahusia nyinyi wawili bitaqwa Allah. Jambo la kwanza ninalowahusia, mcheni Mungu, muogopeni Mungu. Kila hatua unayopiga wewe muogope Mungu. Kisha jambo la pili, wa alla tabghiya ad-dunya wa in baghatkuma, musikumbatie dunia, musidhalilike mbele ya dunia, musinyenyekee dunia hata kama dunia yenyewe itawaelekea. Alla tabghiya dunya wa in baghatkuma, dunia hii usivae hata kama hiyo yenyewe dunia itakuelekea, inataka kukuvaa. Wala ta'safa an shay'in minha zuya ankuma, wala msije mkasikitika kwenye kitu chochote katika hii dunia mlichonyimwa. Mkinyimwa mambo ya akhera, hapo lieni mgaregare, lakini kitu chochote cha dunia ukinyimwa usisikitike, ni mambo ambayo yatapita. Kisha akawaambia, waqula bilhaq, semeni ukweli, wa'mala lil ajri, nafanyeni matendo yenu kwa ajili ya malipo ya akhira. Usifanye matendo, ndugu yangu Muislamu, wewe kwa ajili ya kuonyesha watu. Usifanye matendo watu wakuone, fulani kafanya, fulani kafanya, fulani yaweza, fulani ajua, fulani ana roho nzuri. Hapana, fanya matendo yako lil ajr, kwa ajili ya kulipwa siku ya Kiyama. Kisha awaambia, wakuna lidhalimi khasman walilmadhulumi auna. Maneno mazito haya ayazungumza, sauti ya uadilifu inakwenda kuaga dunia. Anawaambia, kuweni kwa aliyedhulumiwa, kwa mwenye kufanya dhulma, kuweni mgomvi. Nyie wanangu wawili, mgomvi wenu nyinyi ni mtu ambaye anafanya dhulma. Walilmadhulumi aunan, siku zote kuweni upande wa mwenye kudhulumiwa. Kwa nini? Kwa sababu kumsaidia mwenye kudhulumu ni kumdhulumu anayedhulumiwa. Kumfumbia macho mtu anayefanya dhulma ni kumdhulumu mwenye kudhulumiwa. Usitembee ukaona kwamba ile dhulma inayofanywa itaishia kwa yule. Leo una dhamana gani wakati umeona mtu amedhulumiwa, mnyonge amenyanyaswa? Wewe una dhamana gani kwamba dhulma ile haitotoka ikaja kutafuna uzao wako na watoto wako na ndugu zako, au hata wewe mwenyewe wakati mwingine? Kwa hivyo Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib, sauti ya uadilifu hii inawafundisha watoto wake, kuweni wagomvi wa mwenye kufanya dhulma. Ndugu zangu, ukiona dhulma, mtu yote anayekuwa ni dhalimu, wewe kuwa mgomvi wake. Walil madhulumi aunan, na kuweni ni msaada kwa watu wenye kudhulumiwa. Kisha awaambia, baada ya kumaliza kuwahusia watoto wake, anapeleka usia wake kwa watu wote. Ali ibn Abi Talib, leo tutakwenda nasri kwa nasri kwa sababu ni usia mzito. Asema, na wahusia, enyi watoto wangu wawili, pamoja na uzao wangu wote na watu wangu, na yule ambaye atafikiwa na maandishi yangu. Hii ni dalili kwamba usia huu ulikuwa ukisoma na ukiandikwa, na mpaka leo twausoma. Amirul Mu'minin alikuwa haandiki, anazungumza, lakini asema, wa mambalaghahu kitabi, na yule ambaye atafikiwa na haya maandishi yangu. Na wahusia nyote, ameshahusia watoto wake, sasa anahusia wote waliomkusanyika, na anahusia watu wote ambao watakuja baadaye na kusoma maandishi yake. Jambo la kwanza, Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib, kitu cha kwanza anachohusia katika mambo yote haya, kwanza ni kumcha Mungu. Yani kila anavyohusia yeye kwa watoto wake wawili, usia wa peke yao, kaanza na jambo la kwanza, na wahusia muogopeni Mungu. Hapa anawahusia watu wote, asema, na wahusia watu wote kwanza kumcha Mwenyezi Mungu na kupangilia mambo yenu. Kisha msuluhishe watu baina ya watu ambao wamekosana. Kwa nini?
kwa sababu nimemsikia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama akisema kusuluhisha waliokosana ni bora kuliko swala zote na swaumu zote. Angalia maneno mazito haya, amati salati wasiyam, swala zote unazozijua wewe. Hapa hatuzungumzi masala ya wajibu na sio wajibu, tunazungumza ubora, kusuluhisha watu wawili. Ndugu zangu, kama wewe umeteuzishwa baina ya kuswali sunna ya rakaa 100 na kwenda kusuluhisha watu wawili, lipi litakuingizia thawabu nyingi? Achana na swala ya sunna, nenda kasuluhishe watu, fadhila utakazozipata ni nyingi zaidi kuliko sunna utakayoiswali. Hili lieleweke wazi, dini ya Uislamu imebezi kwenye jamii zaidi kuliko kwa mtu binafsi. Kama unafunga ya sunna, wewe umeamua sasa unataka ufunge labda Rajab au ufunge Shaabani, kisha ukateuzishwa, vyote hivi ni vitu bora. Tuzungumza hapa, tunapozungumza tuzungumza kipi bora zaidi. Ukiteuzishwa wewe baina ya kufunga sunna na kwenda kusuluhisha, maneno na maelekezo ya Imam Ali bin Abi Talib asema bora uende ukasuluhishe, achana na hiyo sunna, usifunge wewe, kwa sababu kusuluhisha watu wawili ni bora kuliko swala zote unazozijua na swaumu zote unazozijua wewe. Kutekeleza wajibu ni jambo mbali. Kama swaumu ni wajibu, hiyo ni wajibu, ni jambo mbali. Kama swala ni wajibu, hiyo ni wajibu, ni jambo kando kabisa. Lakini ukiwacha swala kama swala, swaumu kama swaumu, hazina fadhila kama kusuluhisha watu wawili. Leo maisha tulionayo ndugu zangu ndivyo tunavyoishi, bali imekuwa ni kinyume chake kwa 100%. Tumekuwa sisi watu tukiwa na magomvi ndio kwanza tuyatafutia mashina, yale magomvi tuyakitie mizizi, watu wagombane vizuri. Wewe ukiona watu wawili hawaelewani ndio watafuta kwani ilikuwa kuwaje, udadavuliwe yale mambo, au uanze tena umbea sasa, kupeleka kwa huyu ukatoa kwa huyu ukapeleka kwa huyu, ili mradi itokee vita pale, vita ya Badiri sio Badiri, basi fujo mtindo mmoja. Maisha ya Amiri al-Mu'minin anatufundisha al-Imam Ali bin Abi Talib, ambaye ndiye sauti ya uadilifu, kwamba maisha hayako hivyo. Kusuluhisha watu wawili ni bora kuliko swala zote unazozijua na swaumu zote. Kisha anakuja sasa na maneno yake ambayo yanaanza na Allah Allah. Sitokwenda kwenye nafsi za Kiarabu zaidi, sababu najua wengi ambao watapokea pengine isiwe wanapendekeza zaidi kwenye lugha ya Kiarabu. Lakini maneno yake anaendelea kuwahusia, anasema alahala na mayatima, alahala na mayatima, msiwakaushe vinywa vyao, midomo yao isiwe imekauka, wala watu hawa wasipotee wakati nyinyi mpo. Angalia maneno ya sauti ya uadilifu. Kuondokewa kwa Amiri al-Mu'minin, ndugu zangu, dunia ilipigwa giza, mbingu na ardhi ziliingia unyonge. Hii ndiyo sauti ya uadilifu katika ulimwengu. Awaambia alaala na mayatima, la taghubu afwahahum, msikaushe vinywa vyao. Wewe usikubali kuona yatima katika jamii yako mdomo wake umepauka wakati mtoto wako amekula. Shekhi, una dhamana gani kwamba utaishi milele? Vipi ikija kuwa ni mtoto wako, wewe umeondoka na yeye awe ni yatima katika jamii, kinywa chake kinakauka, watoto wako wamekula? Tunaishi na wangapi humu tunawaona watoto mayatima? Ramadhani hii labda una jirani ni yatima na hujui mtoto yule atavaaje, pengine aishi na bibi yake, basi huna, lakini onyesha na wewe angalau umepata ni shilingi 5,000, shilingi 10,000, mwambie bibi, hii bwana ongezea huyu mtoto wangu apate sikukuu na yeye avae, mwite mtoto wangu. Kumpapasa kichwa tu kwa huruma mtoto yatima, fadhila zake huziwezi Sheikh, huziwezi, ni fadhila kubwa sana kupapasa tu kichwa cha mtoto yatima kwa huruma. Paka Bwana Mtume afikia tu asema, ana wakafilul yatam kahataini fil janna, mimi na mtu ambaye anawalea mayatima siku ya kiyama tuko kama hivi vidole viwili, vianda viwili, tuko hapa na hapa Bennett. Sasa Amir al-Mu'minin awaambia msikubali kuona midomo ya watoto yatima imepauka.
wakati watoto wako wamekula. Wala wasipotee mkiwa nyinyi mpo. Mtoto yatima akawa yuhangaika huko, maskini ya Mungu, wewe wamjua kwamba ni yatima, pengine ni jirani yako, hana baba hana mama pengine, au hana baba ana mama peke yake, pia huyo ni yatima. Hajabalegha na hana baba, huyo ni yatima. Matunzo anayohitaji baba ni wewe wakati ule. Usikubali sasa yule akapotea, akaenda kuhangaika huko, akafanya mambo ya hovyo, anadhalilika, nguo chafu, ni omba, hali ya kuwa wewe unamjua kwamba ni yatima na unaweza kumsaidia. Msikubali kuona yatima anapotea wakati nyinyi mpo. Kisha anasema ala na majirani zenu. Maneno mazito haya. Yani pointi anazozungumza alimamu Ali bin Abi Talib zinahusu jamii kwa 100%. Ndio utagundua uadilifu aliokuwa nao, na hii ndiyo sauti ya uadilifu katika dunia. Anagusa kwenye zile sehemu muhimu sana ambazo Uislamu ndio ulizoziangalia. Bwana Mtume ndipo alipoangalia. Awaambia ala na majirani zenu. Kwa nini? Kwa sababu hawa majirani ndio wasia wa babu yenu Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa nini asema? Kwani nimemshuhudia Mtume akihusia majirani mpaka tulidhani kwamba ataweka sehemu katika fungu la mirathi. Angalia jinsi Mtume alivyokuwa akihusia majirani. Angalia Saidina Ali anazungumza vipi juu ya watu hawa majirani. Asema alikuwa Mtume akihusia majirani mpaka tukafikia tu adhani labda kuna fungu katika mirathi litaandikwa liwe ni la jirani. Jinsi alivyokuwa akiwahusia majirani. Je, ndugu zangu, leo ndivyo tunavyoishi na majirani zetu? Mungu akikufungulia riziki kidogo, wewe majirani wako hawana nafasi. Majirani wako wanavyoishi watamani utakufa lini wewe. Ukiondoka kidogo watu wasema afadhali kaondoka huyu bwana. Mtu wa vurugu ni wewe. Utapiga miziki kwa miji sauti jikubwa ambalo wewe mwenyewe ndani kwako limepitiliza, limekutosha paka limepitiliza. Usifungue sauti ndogo, sawa, sabufa ni la kwako, basi fungua sauti ndogo ya kukutosha mule chumbani mwako, usimuudhi jirani yako, pengine kuna mgonjwa. Utasema kila mtu yuko huru, usipangiwe. Uislamu haukufundishi hivyo. Ala na majirani. Wewe ukiwa una sehemu yako ndogo, basi wewe sehemu ya kutupa uchafu, kwa kuwa Mungu kakujalia kipato kidogo ni mbele ya nyumba yako, wamuudhi jirani yako, watupa uchafu, kimaliza wewe wafunga geti lako, anenukiwa na vurugu na harufu za ovyo yule jirani yako. Ndugu zangu, na kwa bahati nzuri sana Bwana Mtume hakuainisha jirani huyu awe ni Muislamu au Mkristo. Leo kuna watu kwa uchachi wao wa elimu tu, kaka na jirani yake basi kwa kuwa ni Mkristo anamuona kama kitu gani? Ndugu zangu, jirani huyu kwa dini yake yoyote ile atakayokuwa nayo, maadamu ni jirani, ishi naye kwa kumpa furaha. Usimuudhi jirani yako. Kama katika baadhi ya maandiko ya ndugu zetu wasema mpende jirani yako kama unavyojipenda. Haya hata kwenye Uislamu ndio yamesisitizwa zaidi. Kwa hiyo ala na majirani zenu, kwa sababu ndio wasia wa babu yenu Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha akasema ala na Qur'ani, kwa sababu Qur'ani ndio kitabu chenu, asiwatangulie asiyekuwa nyinyi kuifanyia kazi. Ni sikitiko kubwa sana tulilonalo kwenye dunia leo ndugu zangu. Ukiwaangalia wasiokuwa Waislamu kwenye baadhi ya matendo ndio wanaotutangulia kuifanyia kazi Qur'ani. Qur'ani inatuambia tuwe na tabia nzuri, lakini utakuta kijana wa Kiislamu ana tabia za ovyo. Tuwaheshimu wazazi, kijana wa Kiislamu hana heshima na mzazi wake. Akatokea kijana asiyekuwa wa Uislamu akakushangaza na tabia zake nzuri alizonazo kwenye jamii. Kijana wa Uislamu anakuwa tapeli, anakuwa mwizi. Anatoka kijana asiyekuwa Uislamu, hawi tapeli, hawi mwizi. Amekutangulia kuifanyia kazi Qur'ani. Wewe ndio una kitabu kinakuelekeza, atokea mtu ambaye hana kitabu kile anakifanyia kazi zaidi yako wewe. La yasbiqukum bil amali bihi ghayrukum. Asiwatangulie kuifanyia kazi Qur'ani asiyekuwa nyinyi. Kisha anaendelea kusema ala na swala. Hii ndiyo nguzo ya dini yenu. Sasa yote haya unayoyafanya sasa,
tuliyozungumza mwanzo, shikamana nayo. Lakini ukikosa swala, jua kwamba umepoteza na vingine vyote, kwa sababu ndio nguzo ya dini yenu. Kama ikikubaliwa hiyo, mengine yote yatakubaliwa, na ikirejeshwa swala ikakataliwa, basi jua yote unayoyafanya yamekataliwa. Lakini akasema alaala na nyumba za Mungu wenu, misikiti, musiache kama vile ambavyo siku zote ambapo nyinyi mpo. Musiache misikiti wakati nyinyi mpo, kwa sababu kama mtaiacha misikiti, basi na nyinyi tambueni hamtoangaliwa siku ya Kiyama. Usia wa Amiri al-Mu'minin ukaendelea kuwa mrefu. Nataka niende katika hatua za mwisho na kuelezea namna ya Amiri al-Mu'minin alivyoaga dunia. Mwisho asema, enyi kizazi cha Abdul Muttalib, enyi familia ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, angalieni, nawaacha mimi, lakini hakikisheni nawaachia damu za Waislamu. Musikubali damu hizo zikamwagwa. Musikubali kukaenea uvumi kwamba ameuawa Amirul Mu'minin, ameuawa Amirul Mu'minin, ameuawa Amirul Mu'minin. Na wala asiuawe yoyote yule kwa mauaji yangu. Kalia maneno haya. Mtu yuko kwenye kufa, yuko kwenye harakati za mwisho, anaiaga dunia, yuko kwenye sakarati al-maut, yuko kwenye hali ya ihtidhari, lakini ajua kwamba kwaweza kukatokea watu kwa mapenzi yao tu na Amirul Mu'minin, kwa mapenzi yao tu na Imam Ali, waweza wakauawa watu wasiokuwa na hatia. Amirul Mu'minin anasema la, asiuawe yeyote yule kwa kifo changu mimi, yeyote yule asiuawe. Kisha angalia, hapa ndo utakuja kukubali huyu bwana ni sauti ya uadilifu. Angalia maneno haya. Naomba niasome kwa nasi ya Kiarabu yalivyokuja. Asema, awaambia watu wake, undhuru, angalieni, idha ana mitu min dharbatihi hadhihi fadhribuhu dharbatan bidharbatin. Hakuna mtu kama huyu nyie. Wewe hujawahi kufanyiwa zito, wewe hujawahi kuudhiwa ukatamani aliyokuudhi afe, kisa tu kakuibia labda kikombe, hujatamani afe wewe. Yani unachokitamani wewe ni kikubwa kuliko kosa ulilofanyiwa. Haijawahi kutokea wewe. Sasa angalia uadilifu. Kapigwa upanga kichwani, asema angalieni enyi watu wangu, kama nitakufa kwa pigo hili nililopigwa, basi yule aliye, kwa sababu al-qisas haq katika Qur'an. Wanasema al-ain bil ain, kisasi ni haki kabisa katika Qur'an, na sheria za kutekeleza kisasi zipo wazi. Awaambia, nitakapokufa mimi kwa pigo hili, basi yule ambaye ameniua auawe kwa pigo lile lile moja. Na ndivyo alivyotekeleza al-Imam al-Hasan alayhi salam, pigo moja tu la kichwa. Vile vile Abdurrahman bin Muljim akaiaga dunia, lakini wakati huo anapewa haki zote za kibinadamu. Amefungizwa sehemu sio gerezani ili tu asiondoke, yani amewekwa kizuizini, hakuwekwa gerezani. Chakula anapewa, chakula kile anachokula Imam Ali na watoto wake ndicho chakula anachokula Abdurrahman bin Muljim. Hakuwekwa kama mazingira ya gerezani. Hakuna mtu anaweza uadilifu huo katika dunia. Basi angalau tujitahidi robo yake katika uadilifu. Asema, kama nitauawa mimi kwa pigo hili, basi yule aliyenipiga pigo hili muueni na yeye pigo moja kwa pigo hili moja. Kisha asema, wala msimkatekate mtu yeyote viungo. Kwa nini? Nimemsikia babu yenu Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akihusia, asema, wala tumathilu walau bikalbi al-aqur. Usimkatekate viungo kiumbe yoyote, hata mbwa wa kichaa aliyedhalilika. Usimkatekate viungo. Mmeshaua mtu, hata kwenye vita Waislamu wanapokwenda, ushaua mtu, waanza kumkata mikono, mkate miguu, mkate nini? Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa na huruma ya kiwango hicho.
vita pamoja na makafiri, basi huuawa mtu. Kwa hiyo Amirul Mu'minin kwa uadilifu wake alionao awaambia msije mkamkatakata viungo, yani isifanye kwamba wamuua mtu kwa kisasi lakini walipiza machungu. Haya topoa, ndo kashakufa hivyo. Haya umemchukua huyo aliyekuulia ndugu yako, umemkata masikio, umemkata pua, umemkata mikono, nini? Ndugu yako atarudi? Hapana, harudi. Ndo utapoza machungu? Upozi machungu. Kama machungu yatapoa, yatapoa kama Mungu alivyoumba kitu kinachoitwa kusahau. Ni neema kubwa sana hii Mungu ameiumba. Hakuna neema Mungu amewapa wanadamu kama kitu kinachoitwa kusahau. Vinginevyo tusingetembea kwa matatizo yalotukuta miaka nyuma na miaka nyuma na miaka nyuma. Kila mmoja anajua yaliyomkuta. Hebu jalia huja sahau. Leo ungekuwa kila kutembea wewe machozi nayo ungekufa. Kwa hivyo kitakachokupoza machungu ni neema ya kusahau, sio kumkatakata mtu viungo. Amirul Mu'minin asema msifanye tamthili, msimkate hata mbwa wa kichaa. Kama limetokea jimbwa lina kichaa, imefikia hatua ni kuliua, basi muueni tu, kisha kufa maliza. Baada ya kuhusia haya, Amirul Mu'minin akawa sasa hakuna riziki anaweza kuila. Ikafikia hatua Amirul Mu'minin mwezi 21 katika mwezi mtukufu wa Ramadhan akaiaga dunia, akiacha dunia katika giza kwa kuondokewa na sauti ya uadilifu. Fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun walhamdulillahi rabbil alamin.